Ikiambatana siku ya mtoto wa Afrika yanayofanyika kimkoa katika kata ya Mbinga mjini, eneo la soko kuu, halmashauri ya mji wa Mbinga, tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, wajumbe wa kamati ya ulinzi na usalama, waheshimiwa wenye viti wa halmashauri, wakurugenzi wetu, viongozi wa vyama vya siasa, waheshimiwa madiwani, taasisi za kifedha, mashirika yasiyo ya kiserikali, viongozi wa dini, wadau wote, wajane wote, watoto wetu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza kabisa tunapenda kutumia fursa hii kukushukuru sana wewe binafsi kukubali mwaliko wetu wa kuja kujumuika nasi katika siku ya kimataifa ya wajane, ikiambatana na siku ya mtoto wa Afrika leo tarehe 30 mwezi wa 6 2026, ambapo maadhimisho haya hufanyika kila mwaka ifikapo tarehe 23 Juni kwa mjibu wa kalenda, na siku ya mtoto wa Afrika hufanyika kila tarehe 16 Juni. Aidha, katika kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika yenye kauli mbiu mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara, pamoja na siku ya wajane yenye kauli mbiu imarisha haki, utu na uwezeshaji kiuchumi kwa wajane, tunakumbushwa umuhimu wa kulinda na kuimarisha familia kama nguzo ya maendeleo ya jamii. Malezi bora ya watoto hayawezi kutenganishwa na ustawi wa wazazi na walezi, ambapo wajane wengi hubeba jukumu la kulea watoto wakiwa katika mazingira yenye changamoto za kiuchumi, kijamii na kisheria. Hivyo, kulinda haki zao, kuheshimu utu wao na kuwawezesha kiuchumi kunachangia moja kwa moja kuhakikisha watoto wanapata malezi bora, elimu, afya na ulinzi unaostahili. Ulinzi na utetezi wa haki za watoto. Halmashauri zote za wilaya ya Mbinga zinaendelea na jitihada mbalimbali katika kulinda na kutetea haki za mtoto kwa ujumla. Miongoni mwa jitihada hizi ni utoaji elimu katika jamii na shuleni kuhusu ukiukwaji wa haki za mtoto, kushughulikia mashauri yanayohusu ukiukwaji wa haki za mtoto, kusimamia haki za mtoto kisheria, kusimamia programu ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, pamoja na kuhakikisha upatikanaji wa huduma za afya na elimu kwa watoto, usajili wa vizazi na utoaji wa vyeti vya kuzaliwa kwa watoto chini ya miaka 5, pamoja na kuimarisha usalama wa watoto mashuleni. Vile vile, lengo la maadhimisho ya siku ya wajane duniani ni kujenga uelewa kwa jamii kuhusu masuala yanayohusu wajane, hususan kuondoa mila na desturi kandamizi zinazowakabili ili waweze kujikwamua kiuchumi, kijamii, kitamaduni na kifikra. Aidha, maadhimisho haya yanalenga kuwawezesha wajane kujitegemea kiuchumi kupitia fursa mbalimbali za maendeleo, pamoja na kuimarisha utekelezaji wa azimio la Umoja wa Mataifa kuhusu ulinzi wa haki za wajane na watoto wao. Pia, maadhimisho haya yanatoa fursa kwa taifa kutathmini mafanikio yaliyopatikana, changamoto zilizopo na hatua zinazopaswa kuchukuliwa katika kuboresha ustawi na maendeleo ya wajane nchini. Eneo la soko kuu, halmashauri ya mji wa Mbinga, tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kazi endelee. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza kabisa sisi wajane tunapenda kuchukua fursa hii kukushukuru wewe binafsi na msafara wako kwa kukubali mwaliko wetu
wa kuja kujumuika nasi katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wajane duniani. Tunathamini uwepo wako na jitihada unazozifanya katika kuhakikisha kundi la wajane wanapata haki na huduma stahiki kwa namna ya pekee. Hatuna budi kusema karibu sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, wajane ni sehemu muhimu katika jamii yetu. Pamoja na mchango wako mkubwa katika malezi ya familia, maendeleo ya jamii na uchumi wa taifa, bado wengi wao hukabiliana na changamoto mbalimbali baada ya kufiwa na wenza wao. Changamoto hizi ni pamoja na kunyimwa haki za kurithi mali walizoachiwa na wenza wao, ukatili wa kijinsia ikiwa ni pamoja na kurithiwa na ndugu za mume, ubaguzi, umaskini, ukosefu wa mitaji ya kuanzisha au kuendeleza shughuli za kiuchumi na kukosa elimu ya kutosha kuhusu haki zao za kisheria. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ujumla wajane wamekuwa miongoni mwa watu ambao jamii imewaweka katika kundi la watu wasiojiweza kutokana na mfumo dume. Hata hivyo, wajane wanaendelea kupambana ili kujipatia kipato cha kukidhi mahitaji ya familia kwa kufanya shughuli mbalimbali kama vile kilimo, ufugaji, utengenezaji wa sabuni za miche na maji, utengenezaji wa batiki, uokaji wa keki pamoja na biashara ndogo ndogo na zakati. Sambamba ya hiyo, changamoto kubwa katika kufanikisha shughuli hizo ni kukosekana kwa mitaji, hasa fedha, kutokuwa na uhakika wa masoko ya bidhaa wanazozalisha. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi wanawake tumejipanga kutekeleza kwa vitendo kauli mbiu hii ya mwaka 2026 isemayo imarisha haki, utu na uwezeshaji kiuchumi kwa wajane. Kauli mbiu hii inasisitiza umuhimu wa kuhakikisha wajane wanapata haki zao za msingi, wanaheshimiwa na kuthaminiwa katika jamii. Aidha, kauli mbiu hii imeweka mkazo katika kuwapatia wajane fursa za kiuchumi kupitia mikopo, mitaji, mafunzo mbalimbali ikiwemo ya ujasiriamali, ajira na ushiriki katika shughuli za uzalishaji mali kwa maendeleo ya jamii na uchumi wa taifa kwa ujumla. Changamoto za wajane. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi wajane tunakabiliwa na changamoto zifuatazo. Moja, ukosefu wa elimu ya sheria na haki za urithi ili wajane wafahamu na kulinda haki zao. 30 mwezi wa 6 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi watoto wa wilaya ya Mbinga kwa niaba ya watoto wenzetu wa mkoa wa Ruvuma tunachukua nafasi kukusalimia. Kazi na utu, tunasonga mbele. Karibu sana na ujisikie furaha kujumuika nasi siku ya leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaishukuru serikali yetu ya Tanzania ya awamu ya 6 inayoongozwa na shujaa mama yetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutenga siku maalum kwa ajili ya kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika kwa lengo la kuendelea kuwakumbusha wazazi, walezi na jamii kuendelea kulinda na kutetea haki za watoto, kuwalinda watoto dhidi ya ukatili na matukio mbalimbali ya unyanyasaji. Kauli mbiu ya mwaka huu imebeba ujumbe usemao mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu hii inatukumbusha kuwa wazazi, jamii, taasisi mbalimbali hazina budi kuzingatia na kuhakikisha kuwa watoto wote katika familia na taasisi za elimu wanapata malezi bora
ili wawe na maadili. Nimesimama hapa kumwakilisha mkuu wa mkoa wetu wa Ruvuma ambaye alikuwa mgeni rasmi katika shughuli hii, na ninayo hotuba yake ambayo nitasoma, lakini kabla sijafanya hivyo nilikuwa naomba niseme yafuatayo. Kwanza ni kuwapongeza sana mama zangu wajane kwa siku yenu hii ya leo ambayo imetukutanisha hapa. Wamezungumza kwenye burudani tulizopata hapa, wanasema ujane sio ugonjwa. Furahieni maisha, fanyeni shughuli za maendeleo mbalimbali zinazowapatia kipato ili muweze kuyaishi maisha. Na mimi nawapongeza sana kwa siku ya leo, lakini pia na vijana wetu kwa shughuli nzuri ambayo wamefanya. Tumeona bunge la vijana hapa, nawapongeza sana kwa haya yote ambayo mmeweza kutushirikisha katika siku ya leo. Na niwapongeze sana wajane kwa sababu tunafahamu kazi kubwa mnaifanya ya kuzilea familia baada ya wenza wenu kuondoka kwenye kazi tofauti tofauti, lakini mmeendelea kuifanya kazi hiyo imetulia kwa kujituma kabisa. Mimi naelewa mama yangu alikuwa mjane na yeye amefariki mwaka jana, lakini hata katika umri wangu huu nilionao, nilikuwa nikienda kumsalimia, swali la kwanza alilokuwa ananiuliza, kwa umri wangu huu umekula? Sasa tunafahamu kazi kubwa, ndio nasema kwamba tunafahamu kazi kubwa mnayofanya kwa kuzilea familia, na Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki sana. Baada ya kusema hayo, sasa naomba nisome hotuba ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa ambaye pia anawatumia salamu nyingi sana. Angependa awepo hapa ili aweze kushiriki katika tukio muhimu la siku ya kimataifa ya wajane na siku ya watoto wa Afrika ambayo kimkoa inafanyikia hapa kwetu Mbinga, lakini hakuweza kufika, na naomba itoshe kusema kwamba uwekutanisha hii leo. Pia nawashukuru wote walioandaa maadhimisho haya, siku ya wajane duniani na siku ya mtoto wa Afrika, ambazo zimetufanya tusikanyike leo katika kata ya Mbinga mjini, eneo la sikukuu. Pia nawashukuru kwa kunialika kwa mgeni rasmi katika maadhimisho haya. Vile vile napenda niwashukuru wajane na watoto wote mliohudhuria katika tukio hili, kwani mmetambua na kuthamini umuhimu wa siku hii adhimu. Ndugu wananchi, tunapoadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, tunakumbushwa kwamba kila mtoto ana haki ya kuishi, kupata elimu bora, huduma za afya, lishe, ulinzi na malezi yanayomwezesha kukua katika mazingira salama. Malezi bora yanaanzia ndani ya familia, yakishirikisha wazazi, walezi, jamii na serikali. Msingi wa familia bora kwa taifa imara. Na kauli mbiu ya siku ya wajane ya mwaka huu isemayo imarisha haki, utu na uwekezaji kiuchumi kwa wajane. Hivyo katika kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika yenye kauli mbiu ya mtoto ni malezi, msingi wa familia imara, pamoja na siku ya wajane ni kauli mbiu imarisha haki, utu na uwezeshaji wa kiuchumi kwa wajane, tunakumbushwa umuhimu wa kulinda na kuimarisha familia kama nguzo ya maendeleo ya jamii. Malezi bora ya watoto hayawezi kutenganishwa na ustawi wa wazazi na walezi wao. Wajane wengi hubeba jukumu la kulea watoto wakiwa katika mazingira yenye changamoto za kiuchumi, kijamii na kisheria. Hivyo kulinda haki zao, kuheshimu utu wao na kuwawezesha kiuchumi unachangia moja kwa moja kuhakikisha watoto wanapata malezi bora, elimu, afya na ulinzi unaostahili.
Ndugu wananchi, hatuwezi kuzungumzia malezi bora ya watoto bila kuzungumzia ustawi wa walezi wao. Wajane wengi ndio wanaobeba jukumu la kulea watoto peke yao, hivyo kuwawezesha kiuchumi na kulinda haki zao ni uwekezaji wa moja kwa moja katika maisha na mustakabali wa watoto wetu.